looked at different dictionaries. Ni kuelezea mambo mbalimbali kwa habari ya mawasiliano. They talked in different ways about communication. Na nikumbuka jana pia nilitafuta mama mmoja akanipa simu yake kwa ajili ya kutafuta kati ya dictionary nione nini maana ya mawasiliano. And I used somebody else's phone to search for this word. Lakini nikachukua maana rahisi katika dictionary moja inasema ya kwamba mawasiliano maana yake hapa nasema inatokana na dictionary moja ambayo imenionyesha ya kwamba mawasiliano maana yake ni kutuma au kupokea taarifa kutoka au kwenda mahali fulani. Yes, one of the dictionaries say communication is to receive or to send the information from a certain source. Kwa hiyo tunapoongelea mawasiliano ni hawa watu wawili wanawasiliana kati ya sehemu moja na sehemu nyingine. So when we talk about communication, we say there is two areas that communicate. Na kama ilivyo sisi nyakati hizi mara nyingi tunatumia sana vifaa vya mawasiliano ikiwemo simu au kompyuta kwa ajili ya kufanya mawasiliano na mtu mwingine. And in our time we use technologies like phones and computers to send and receive information. Na hivi vifaa vimetusaidia sana kufanya mawasiliano mahali pengine kiurahisi. And indeed these devices, they have simplified our communication. Leo hii unaweza ukafanya mawasiliano na mtu wa mbali sana kwa wakati mfupi tu tayari mmeshaelewana. It's now easy to talk to someone who is very far and you can be heard clearly. Tumeona hata mambo ya kibiashara nyakati hizi mara nyingi zinatumika kwa kupitia mawasiliano. And even business is done through sending and receiving information. Kwa hiyo mawasiliano yametusaidia sana kurahisisha mambo katika maisha yetu ya kila siku. So communication has simplified our life. Tukitaka kupata mawasiliano kutoka kwa mtu mwingine mara nyingi huwa tunatumia hivi vifaa vikiwemo simu au kompyuta. So to receive information from a certain source or person, we use devices. Lakini leo nataka kuangalia sana kwa habari ya mawasiliano yanayotokana na Mungu. But today I want us to concentrate on communicating with God. Maana mwanzilishi wa mawasiliano ni Mungu mwenyewe. Because the source or the generator of communication is God. Mungu mara nyingi yeye anapenda mawasiliano. God loves communication. His children. Kwa hiyo anapenda sana kufanya mawasiliano na watoto wake. And he desires to communicate with his children. Kama ilivyo wewe na familia yako. As it is you and your family. Mara nyingi unapenda sana kufanya mawasiliano nao. Most times you desire to be in communication with them. Naomba tusome katika neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo. Let us read from the book of Genesis. Ile sura ya 3 mstari wa 8. Chapter 3 verse 8. Biblia inasema kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya mti wa bustanini, Bwana Mungu asiwaone. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God, and as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Eneo hili tunaangalia nyakati zile Mungu alivyomuumba mwanadamu kwa mfano wake na sura yake. We are looking here when God was creating man in his own image. Na alipomuumba kwa mfano wa Mungu alimweka mwanadamu kwenye bustani ya Eden. And after he created him, he put him on the Garden of Eden. Na yule mwanadamu alikuwa ni mkamilifu kabisa kwa sababu alikuwa na sura ya Mungu. And he was a perfect being because he was made to resemble the image of God. Na kwa sababu alikuwa na mfano wa Mungu, Mungu alikuwa anafanya nao mawasiliano kila wakati. And because of this, God was in communication with them. Na Mungu eneo hili tunaona muda wa jioni alishuka ili afanye mawasiliano na wale watoto wake ambao katika bustani ya Eden. And at the let's say afternoon, God was coming down to
communicate with Kwa hiyo them. hapa inatuonyesha jinsi Mungu alivyokuwa kwa mawasiliano. So you can see here God loved to communicate. Lakini tunamuona mwanadamu anakimbia na kujificha kwa sababu kulikuwa na sababu iliyokuwa inamsababisha ajifiche. But we see man running away and hid himself. Kwa sababu alipoteza yale mahusiano, na baada ya kupoteza mahusiano na Mungu, mawasiliano yake na Mungu yakawa yamekufa. Because he did something wrong, so his fellowship with God was no longer alive. Kwa hiyo tunamuona Mungu ni Mungu wa mawasiliano. So we see God is a God of communication. Lakini tunaposoma katika kitabu kile cha Ayubu ile sura 38 mstari wa kwanza mpaka wa pili, But when we read from the book of Job, chapter 38, verse 1 and verse 2, Biblia inasema ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, ni nani huyu atiaye ushauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Then the Lord spoke to Job out of the storm. He said, Who is this that obscures my plans with words without knowledge? Tunamwona Mungu anazungumza na Ayubu. We see God is speaking to Job. Hawa ni watu wawili ambao walikaa wakifanya mazungumzo. They were in communication with each other. Na kulikuwa na hoja ambazo Ayubu alikuwa anazipeleka kwa Mungu. And Job had some questions to God Kwa habari ya mambo mbalimbali ambayo watu walikuwa wanamuelezea kwa habari ya Ayubu. about different matters. Kwa hiyo Ayubu akawa anapeleka kwa Mungu. And these things Job presented them to Tunamwona God. Mungu naye anajibu akiongea na Ayubu. And God, so we see God is a God of communication. Anawasiliana na mtu ambaye yuko tayari kuwasiliana na yeye. He communicates with those who are ready. Na leo nataka tuangalie mambo mawili yanayohusiana katika maisha yetu ya mambo ya mawasiliano. And I want us to focus in two areas when we talk about communication. Sehemu ya kwanza tunapoangalia mawasiliano ya maisha ya kimwili. I want us to look at communication as we live. Lakini pia tutaenda kuangalia mawasiliano katika maisha ya kiroho. But also I want us to look in communication in the spiritual life. Na katika maisha ya kimwili tutaenda kuangalia mambo mawili. And as we live or in the physical life, we'll look in two areas. Tutaenda kuangalia mawasiliano ya kifamilia. We'll look at communication in the family. Lakini pia tutaenda kuangalia mawasiliano ya kijamii. But also communication in the society. Hivi vitu ni vya muhimu sana katikati ya maisha yetu pia kujua. The things are important for us to understand. Maana wakati mwingine tumehangaika na vitu mbalimbali, lakini tumeshindwa kujua msingi halisi wa Mungu kati yetu na yeye. Sometimes we are busy with other things and we fail to recognize the foundation of God and us. Maana msingi mkubwa kati yetu baada ya kuokoka na Mungu ni kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. And that foundation is to have good communication with Lakini Him. pia ni lazima tuwe na mahusiano mazuri na familia zetu. But also we have to be in good communication with our family. Lakini pia tuwe na mahusiano mazuri au mahusiano mazuri pamoja na jamii iliyotuzunguka. But also we need to be in good communication with those who surround us. Katika hiyo tutamuonyesha kiurahisi sana Kristo Yesu ambaye yupo ndani ya maisha yetu. If we do well, we will show our faith life well. Naomba tuangalie katika hatua ya kwanza katika ya kifamilia, tuangalie katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Let us look on the first area on families. We will read this in Timothy 1, chapter 5, verse 8. The Bible says, Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than unbeliever. Lakini mtu yeyote asiyetunza walio wake, yani wale wa nyumbani mwake hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko asiyeamini. Biblia inatuonyesha kwa habari ya kifamilia. We see here about families. Tume Paulo anamwandikia Timothy. Apostle Paul is writing to Timothy, akieleza kwa habari ya maisha ya kifamilia hasa ya Ukristo. Speaking about Christian family life. Anazungumzia sana kwa habari ya kuitunza familia. Talking about taking care of the family. Mtu anayeajibika kuitunza familia yake,
the one who is responsible for their families. Hapa anaonyesha kabisa ni mtu ambaye ana mahusiano mazuri na ile familia. He talks about he is in a good communication with that family. Na Biblia tuambia mtu asiyeitunza watu wa nyumbani mwake. And the Bible says the one who does not take care of their household, kwanza ameikana imani. First he has denied faith. Lakini pia mtu huyo ni mbaya kuliko asiyeamini. And he is worse than an unbeliever. Kwa hiyo mawasiliano mazuri katika familia yatasababisha ushirika au mahusiano mazuri katika familia yako. So to be in a good communication with your family will lead to good results. Kwa hiyo kama baba au mama katika nyumba ni lazima ninyi muwe na mahusiano mazuri. Itawasaidia kuwajibika kuitunza familia yenu. When you do this well, it will also help you to be responsible to your family. Maana wapo watu wanaishi katika ndoa lakini hakuna hata mawasiliano. Because there are people who live in marriages but there is no good communication. Unakuta mawasiliano yao yamekufa kabisa ya maisha yao. You find the communication is dead in their lives. Na ukiishi maisha ya jinsi hiyo, ngoja nikwambia kwamba wokovu wako si kitu mbele za Mungu. If you live like this, your salvation is nothing before God. Maana Biblia inatuonyesha ya kwamba wewe umeikataa imani. Because the Bible shows us you have denied na umekuwa ni mbaya kuliko asiyeamini. And you have become worse than an unbeliever. Kwa hiyo Mungu akusaidie, Mungu anisaidie tuwe na mahusiano mazuri katika maisha ya kifamilia. So may God help us so we can have good communication in our families. Mke na mume lazima muwe na mahusiano mazuri katika familia yenu. Husband or wife, you need to have good communication. Ni lazima muwe mnawasiliana kwa kila jambo mnalofanya. You need to be in communication in anything you do. Ni lazima muwe mnapanga pamoja katika mambo yenu ya maisha yenu. You plan together. Lakini pia muwe na mawasiliano na watoto wenu au na familia zinazowazunguka. And also you talk to your children and to your relatives. Kuna wengine tuna wazazi bado hawajamwamini Kristo. Some of us have unbelievers parents. Wewe tayari umekwisha kumwamini Yesu. But you are already believing. Unakuta hauna mpango kabisa wa kufanya mawasiliano na wazazi wako au kuwasaidia kwa jambo lolote. You are not concerned at all with your family. Jambo hilo mbele za Mungu ni dhambi. That is sin before God. Na Mungu hapendi kabisa kuona mambo ya jinsi hiyo. And God does not desire to see these things. Mungu anatamani kuona tukiwa na mahusiano mazuri katika familia zetu. God loves us when we are in good communication in our family. Lakini pia tukisoma katika Methali ile sura ya 10 mstari wa 12, when also we read in the book of Proverbs chapter 10 verse 12, tutamuona mwandishi akiongelea sana kwa habari ya jambo hili. We will see this thing being talked here too. Proverbs chapter 10 verse 12, the Bible says, hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. Binasema kuchukiana kunaleta fitina, bali kupendana hustiri makosa yote. Mwandishi Suleiman anajaribu kutazamisha kama familia. Solomon is trying to talk to us as a family. Kwamba tunapochukiana katika maisha yetu, that when we are hating each other, yanaleta mambo mabaya katika familia. It stirs up conflict. Chanzo cha ndoa nyingi kuharibika ni ile hali ya kuchukiana katika maisha yao. Most of the reason why there are divorces is because of hatred in the family. Familia nyingi hazipatani kwa sababu ya kuchukiana kwa habari ya jambo moja ama jingine. In some families they are not in good terms because of hatred. Lakini mwandishi anatueleza naye. But the writer talks to us when we love each other, we will also help each other. Familia ambayo imeshikana katika maisha yao, if there is love in the family, ule udhaifu ulio ndani ya ile familia hautaonekana. All wrongs will be covered up. Kwa nini? Kwa sababu watabebeana wenyewe na kufight mbele za Mungu mpaka Mungu aingilie kati afanye kile ambacho Mungu wao wanatamani kufika. Because they will pray to God for God to intervene and to change situation. Lakini familia ambayo kila mmoja anaishi kama yeye anavyotaka, but if there is strife in the family, haiwezi kufika mbali. They won't reach far. Na kama upo mtu wa jinsi hiyo siku ya leo, if you're here and you're like this, hebu tamani kuondoka katika hali hiyo na kuanza relationship. Please desire to change. Unapokuwa na ushirika mzuri na mwenzi wako au na familia yako, kuna matokeo makubwa sana ambayo Mungu ataenda kuyafanya kwenye maisha yenu. When there is good communication between the families,
there are good results. Mtafurahia wokovu wenu na mtafurahia familia yenu. You will be joyous in the family and in your salvation. Maana ndicho Mungu kwake anachopendezwa nacho. Because that's what God desires. Na ndio maana Mungu alikuwa anashuka kwenye bustani ya Eden ili ya kwamba afanye mahusiano nao. It's the reason God descended in the Garden of Eden to talk. Na sisi tunapokuwa na mahusiano mazuri tutafurahia maisha yetu ya kiroho. So when we are in good communication we will enjoy. Lakini pia ni lazima tuwe na mahusiano mazuri na maisha ya kijamii. But also we have to be in good communication in our social life. Bado tunaishi hapa duniani. Because we are still living here. Na tumezungukwa na watu wengi. And we are surrounded with many people. Ni lazima maisha yetu yawe na ushawishi wa kimungu juu ya wale watu waliotuzunguka. Our lives have to be lived as a testimony. Maana kupitia maisha yetu yale ndiyo yatakayoweza kuwavuta wale watu kuja kwa Kristo. Because if we live like this we will pull others to Christ. Maana Biblia inasema ukisema kwamba unampenda Mungu na hao unaowaona uwapende wewe ni muongo na una kweli haiko ndani yako. The Bible says if you say you love God and you don't love your neighbor, you are wrong. Kwa hiyo lazima maisha yetu ya kiroho, so it's important for our spiritual life, yaonyeshe na kwa jamii iliyotuzunguka, to reflect also itself to our neighbors. Maeneo yako ya kazi, where you work, kila mahali unapoishi, wherever you live, wamuone Kristo, let them see Christ, wamuone Mungu, let them see God, uwe na mahusiano nao mazuri, be in a good fellowship, uwe na ushirika mzuri pamoja nao. good fellowship with them. Wakati mwingine watakukataa, sometimes they might reject, lakini wewe usirudishe visasi juu yao, but don't avenge yourself. Maana utakapofanya hivyo utawasababisha wao waone utofauti wako na wao. Because as you do so, you will become a testimony to them. Na hiyo itawasababisha wale watu kumjua Mungu kwenye maisha yao. And you might be the reason they believe in God because of your life. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Naomba tusome katika kitabu kile cha Mathayo ile sura 22 mstari wa 38 mpaka 39. Let us read from the book of Matthew chapter 22 verse 38 up to verse 39. The Bible says, this is the first and greatest commandment, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Inasema hii ndio amri iliyokuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana na hiyo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hapa Yesu wakati amekaa mahali alikuwa anaulizwa maswali na waandishi na Mfarisayo. Jesus one time he was being questioned with Pharisees and disciples. Na walimuuliza maswali mengi sana. And they talked to him about many things. Lakini walikuwa wanauliza kwa habari ya amri ambazo angeweza kuwaambia. But also they talked about what is the greatest commandment. Amri ambayo alikuwa anawaambia wapende adui zao. He talked to them about loving their neighbors. Wapende majirani zetu. Loving their neighbors. Kwa hiyo kukaa vizuri na jamii iliyotuzunguka. So when you live good with your neighbors, ili ni agizo la Mungu. That's a command from God. Kwa njia moja ama nyingine, do as possible. Iwe inawezekana haiwezekana. If it's hard or if it's lakini tukimwomba Mungu atatusaidia kutupa hekima ya namna ya kuishi nao. If we pray, God will give us wisdom to live with them. Maana tukiishi kinyume wale watu watamtukana Kristo. Because if we live in a different way, those people na wanasema kuna Ukristo gani kama mtu huyu yuko hivi? And we say, what is this when we say it's Christian? Na katika hiyo hatutakuwa na uwezo wa kuwaambia watu habari za Yesu. And if we live like that, we won't be able to testify to them. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Hebu tuje katika kipengele cha pili cha mawasiliano katika maisha ya kiroho. Let us also talk about communication in the spiritual life. Kwamba hapa ninaongelea kwa habari ya mawasiliano mazuri kati ya Mkristo aliyemwamini Yesu pamoja na Mungu. I talk here about good communication between a believer and God. Kwamba Mungu ametuokoa. That God has saved. Kufa msalabani kifo cha aibu. He accepted a death that is shameful. Ni mwanaume ambaye alikuwa na nguvu.
He was a strong man. Alikuwa na miaka 33 hivi. Mwangike kwa ajili ya ulimwengu. And he humbled himself to the death on the cross so we can be saved. Na Mungu amekwisha kutupa neema, tumekwisha kuokoka mbele zake. God has also given us the grace so we are saved. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wokovu aliotupa. Thank God for the salvation. Lakini Mungu anataka baada ya kuokoka tuwe na mawasiliano na yeye mazuri. But God loves or wants us to live in good communication. Kwamba mawasiliano mazuri ndiyo yatakayomsababisha Mungu kuishi pamoja na sisi maisha yetu yote tunayoishi nayo hapa duniani. To cause God to live with us alone in this world. Na kama unatamani kutembea na Mungu, and if you desire to walk with God, na kama unatamani kumwona Mungu kwenye maisha yako, and if you want to see God in your life, unatamani kuisikia sauti ya Mungu, you want to hear the word of God, ni lazima uwe na mawasiliano mazuri na Mungu. You need to be in a good communication with Maisha God. yako lazima yaishi sawasawa na mapenzi yake. You need to live according to His will. Kupitia hayo yatakayosababisha kumvuta Mungu awe karibu kwenye maisha yako. This will put God closer to you. Maana mahali pengine anasema ya kwamba sikio lake si zito mpaka asisikie. Because in somewhere he said his ear is not deaf, so he cannot hear. Lakini huwa anasikia kwa wale watu ambao wako tayari maisha yao kuishi na mahusiano mazuri pamoja na yeye. But he hears from those who are ready to live according to His will. Mtu asipoishi mahusiano mazuri na Mungu, If you are not living according to His will, anaruhusu ya kwamba Mungu akae mbali na mtu huyo. it might cause God to live far from you. Tumeona pale tuliposoma katika kitabu cha Mwanzo, We have seen in the book of Genesis, ile sura ya 3 mstari wa 8. chapter 3, verse 8. Lakini ukirudi nyuma kabisa sura ya kwanza ule mstari wa 26 mpaka 27, That if you go to chapter 1, verse 26 and 27, Mungu baada ya kuumba tunamuona anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, na kwa sura ya Mungu Mungu alimuumba mwanadamu. God created man on His own image. Na mstari wa 8 hii sura ya 3 inatuonyesha Mungu anakuja ili afanye ushirika na mwanadamu. And we see here in chapter 3, God is coming to have a fellowship with man. Lakini mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu, But the man who was created in God's image, baada ya kuacha kile ambacho Mungu alikiweka ndani yake, after sin, mwanadamu akaanza kukimbia. the man started to run away. Mwanadamu akaanza kujificha. He started to hide. Tunaweza tukajificha mbele za Mungu kama hatutakuwa na mahusiano mazuri. Damu ya Yesu iliyo takatifu, And because He's holy, He allowed the Jesus ili blood. kupitia damu ya Yesu iliyo takatifu ikatutakase sisi. So through His blood, we can be sanctified. Na damu ya Yesu iliyo takatifu na kututakasa sisi inatutengeneza sisi kuwa watakatifu. And when we are through His blood, we become holy. Ili sisi tuwe na ushirika na Mungu. So we can be in fellowship with God. Kwa hiyo tunapokuwa kinyume na utakatifu ambao Mungu ametupa, So when we live against this holiness, maana yake tunakimbia uso wa Mungu na kujificha kwenda kinyume na Mungu. it means we are living in hiding. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na mawasiliano naye So mazuri. God loves us when we are in fellowship. Mungu alimchagua Sauli. So God chose Saul, Alimchagua Sauli ili awe mfalme katika taifa la Israeli. chose him to be king. Na alipomchagua Mungu alifanya ushirika mkubwa sana na Sauli. And after he chose him, he was in fellowship Na with him. nguvu za Mungu zilitembea sana pamoja na Sauli. And he walked with him. Kwa sababu alipigana vita nyingi, Wafilisti wengi aliweza kuwamaliza. He fought many battles and he was victorious. Lakini alifikia mahali Sauli akaacha kile ambacho Mungu amekusudia juu ya maisha yake na akaishi maisha yanayotaka yeye. But it reached a place Saul was living against God's will. Matokeo yake Mungu akamwacha. And the result of it, God rejected him. Mungu akamuondoa katika nafasi yake. And he removed him from his place. Tunaweza kupoteza vitu vyetu vingi sana kwa Mungu. We can lose a lot of things that are righteous to us from God Kama hatuko tayari kuwa na mawasiliano mazuri na Mungu. if you are not ready to live in fellowship with him. Naomba tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza, Let us read from the book of ile sura ya 15 mstari ule wa 10. 1 Samuel chapter 15, verse 10. The Bible says, Then the word of the Lord came to Samuel. I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instructions. Samuel was angry, and he cried out to the Lord all that night. Chapter 16, verse 1. The Lord said to Samuel, How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I'm sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons
to be king. Soma Samueli ile sura ya 15, somo la kwanza 15 inasema, ndipo Samueli akamwambia Sauli, ngoja nami nikuambie. Ngoja nami nitakwambia neno alioniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya sema. Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, ye hukufanywa kuwa kichwa cha makabila ya Israeli, naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, nenda ukawaangamize kabisa wale Waamaleki wenye dhambi, upigane nao hadi watakapoangamia. Nasoma ile 16 ule mstari wa kwanza. 16 wa kwanza vinasema, Bwana akamwambia Samuel, kamlilia Sauli hata lini? Kwa kuwa mimi nimemkataa asiwatawale Waisraeli. Ijaze pembe yako mafuta, uende, nami nitakutuma kwa Yese Mbethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii sura ya 15 ukisoma kuanzia mwanzo kabisa, when you read the whole chapter from the beginning, Mungu alimruhusu au alimtuma Samueli, God sent Samuel kwenda kupigana na Waamaleki, to talk to Saul to go to, na alimtuma akimwambia ya kwamba utakapokuta Waamaleki wote uangamize. And the instruction was to annihilate the Amalek. Lakini shida aliyokuwa nayo Samuel ni kwamba Sauli ni kwamba hakutaka kuangamiza Waamaleki wote. But Saul did not do what God said. Alimteka yule mfalme wa Amaleki, he captured the king, lakini pia aliteka ng'ombe zilizonona na kuziweka mahali. But he took also plunder. Lakini sicho kitu ambacho Mungu alimwagiza. But this was against the word of God. Na ukifuatilia Waamaleki ni kati ya watu ambao waliwapinga sana Waisraeli wakati wa Israeli wanakuja Kanaani. And if you follow closely to this nation, it was against Israelites. Na Mungu aliweka ile hasira yake kupitia Sauli, angeweza kuangamiza wote wale watu. God intended to annihilate them all. Lakini kwa kutokutii kukasababisha Sauli afanye kile ambacho amekiona kizuri. And because of disobedience, Saul chose what he chose. Na kwa sababu amekwenda kinyume na kile Mungu alichomwagiza, and because he disobeyed, Mungu aliamua kuondoa ufalme kwa Sauli. God decided to reject Saul. Na akauondoa ule ufalme kwa Sauli na kuingiza kwa Daudi mwana wa Yese. And he chose David as king. Mungu anamtuma Samueli kwenda kwa Sauli. So God is sending Samuel to Saul, kumuelezea mambo aliyoyafanya, to talk to him about what he did. Unaposoma huku juu tunamwona Sauli anakataa, anasema ya kwamba ametekeleza yote ambayo Mungu amemwagiza. And if you read from the beginning, Saul is rejecting. He says, I did what God commanded. Kwamba ili uwe na mawasiliano mazuri na Mungu, if you want to be in a good communication, ni lazima uhakikishe ya kwamba mahali ambako unaona maeneo haya sikufanya vizuri na Mungu, you need to make sure when you know you are wrong, kubali na kufanya toba. Accept and repent. Unapokubali na kufanya toba, when you do this, unarudisha upatanisho na Mungu. You will reconcile your life. Unarudisha ushirika pamoja na yeye. You will reconcile yourself with God. Sauli angekubali ile jambo, if Saul accepted what he did, na kuona kwamba amemkosea Mungu, and to say I have sinned, Mungu ni wa rehema, tunaamini angeweza kumsamehe. God is merciful, and we believe. Lakini kwa sababu Sauli hakutaka kutii, but because Saul rejected, Mungu aliamua kuondoa ule ufalme wake. And God also chose to reject him. Kwamba tusipokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, if you are not in good fellowship with God, tusipokuwa na mawasiliano mazuri na Mungu, in
not in good communication. Ni rahisi sana kupoteza vile vitu Mungu alivyokusudia katikati ya maisha yetu. It's easy to lose what God intends for our lives. Unaposoma ile sura ya Mwanzo sura ya 3 mstari wa 24, if you read from book of Genesis chapter 3 verse 24, utamuona Adam na mkewe baada ya kwenda kinyume na kile Mungu alichomwagiza. You see Adam and Eve after they have sinned. Adam na Hawa wanapoteza nafasi yao. They lose their position. Mungu anawatoa katika bustani ya Eden. God chased them out of Eden. Mungu analeta malaika waweke ulinzi katika bustani ile. And he got some angels to protect the garden. Lakini hawa watu ni wale watu ambao walikuwa pamoja nyakati fulani na Mungu. But these were the same people who were in fellowship with God. Ni watu waliokuwa wanashirikiana pamoja. They were in good fellowship. Yamkini inawezekana walikuwa wanamwabudu, wanasema hakuna Mungu kama wewe. Worshiping him. Inawezekana Mungu alipokuwa anashuka pale Eden walikuwa wanaanguka mbele zake na kumsujudia. Worshiping him. Wakimwambia umestahili, umestahili, umestahili. You are worthy. Lakini kwa sababu ya kutokutii kwao katika maisha yao, because of disobedience, na kumkosea Mungu kwenye maisha yao, sin, Mungu aliamua kuwaondoa katika nafasi yao. God rejected them. Aliamua kuweka walinzi katika eneo lile. And he protected that area. Kwamba tusipoishi maisha ya mahusiano mazuri na Mungu, if we don't live in good maisha yetu tusiporuhusu yabadilike tukatembea sawa sana Mungu anavyohitaji, and if we don't live according to his will, ni rahisi sana kutembea peke yetu. It's very easy to live alone. Wewe tunaweza tukaabudu, we can worship, wewe tunaweza kusema hakuna kama wewe, we can say you are worthy, tunaweza tukaongelea mambo mbalimbali ya Mungu jinsi alivyo, talk about good, lakini mahusiano yetu na Mungu kama hayako sawa sawa, ibada yetu hiyo inakuwa ni bure. Lakini Roho Mtakatifu ametuma asubuhi ya leo ya kwamba ubadilike maisha yako na kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, ili urudishe ushirika mpya na Mungu, ili utembee katika uwepo wake, ili utembee katika nguvu zake, ili utembee katika mamlaka yake, ili Mungu asikie vizuri kule mbinguni. Anapoisikia ibada yako, aipokee ile ibada yako. Unapoomba mbele za Bwana, aisikie maombi yako na yakajibu maombi yako, maana yuko tayari kufanya ushirika na wewe, yuko tayari kutembea pamoja na wewe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu anapenda mahusiano mazuri. Mungu anapenda mawasiliano mazuri. Unapofanya mawasiliano mazuri, hakika utamwona Mungu katika maisha yako. You will see him on your life. Hallelujah. Amen. Kwa namuona Abraham. I looked at the life of Abraham. Baada ya kukubali kutembea na Mungu, after he accepted to walk with God, akamfanya Mungu kuwa rafiki. He made him his friend. Kwa ajili ya mawasiliano yake mazuri na yeye. They had good communication. Chochote kile Mungu alichosema na Abraham, whatever God said to Abraham, Abraham alifanya. Abraham did. Na alipokifanya, and when he did, alimpendeza Mungu sana. It pleased God. Akafikia mahali akamwambia Abraham, which the time God said to Abraham, hakuna sababu ya kumficha jambo hili. There is no reason to Kwa hide nini? this. Kwa sababu alimfurahisha moyo wa Mungu. Because they were in good communication. Alimtengenezea chakula kitamu ambacho katika hicho kikamsababisha Mungu kuwa wazi kwake. He gave something to God. Tunacho chakula kizuri cha Mungu kwetu leo. We have good food here. Ni maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. It's our holy life. Hicho ni chakula kizuri kwa Mungu. It's pleasing Mungu to God. anasikia vizuri na wewe. God is pleased. Mungu atasema hakuna sababu ya kumficha jambo hili ambalo naomba kila siku. No reason to maana huyu ni ushirika pamoja na sisi. We are in good fellowship. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Oh, Mungu anasema na Abraham ya kwamba tutakujilia tena, utapata mtoto. Haleluya. Baada ya kuomba kwa muda mrefu na kutembea pamoja naye na kuwa na ushirika naye mzuri, Mungu akawa wazi kwake. Haleluya. Ninatamani Mungu awe wazi pamoja na sisi. Ninatamani Mungu awe wazi pamoja na wewe katika maisha yako yote. Kuwa tayari, be ready, kuwa na mahusiano mazuri na yeye. to be in good communication. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Sasa kuna mambo ambayo yanaweza kusaidia, There are things that can help us kuleta mawasiliano mazuri na Mungu. to be in good communication with God. Kuna mambo mengi, lakini kwa ajili ya muda mimi nasema mambo machache. There are many things, but because of time I've mentioned Moja, ili uwe na mawasiliano mazuri na Mungu, to do well in the communication with God, moja ni lazima uwe mtu uliokoka. first you need to be saved. Lakini katika kuokoka lazima pia uishi maisha matakatifu. But also you need to live a holy life. Kwamba huwezi kuwa na mawasiliano mazuri au na ushirika na Mungu, you can't live in good fellowship or good communication with God, kama bado haujaokoka kwenye maisha yako. if you are living against God. Kuokoka maana yake ni kutubu.
To be saved, it means to repent. Kumwamini Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Believe Jesus as the Lord and Savior. Inawezekana pia upo asubuhi ya leo. Perhaps you are here. Umekuja pamoja katika ibada yetu. You are here with us today. Lakini bado haujaokoka. And you're not saved. Ili uwe na mahusiano mazuri na Mungu. To be in good communication with Lazima God. leo yakabidhi maisha yako kwa Kristo. Today you need to be saved. Lakini pia sisi ambao tayari tumekwisha kuokoka. But for the rest of us, ni lazima tuishi maisha matakatifu. we are supposed to live a Petro holy life. anasema katika neno la Mungu. Peter is saying, Iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo be mtakatifu. holy as your Father is holy. Kwa hiyo utakatifu unaleta mawasiliano mazuri na Mungu. So holiness brings good fellowship. Maana with God. utamsogeza Mungu kuwa karibu na wewe. Because God comes closer to Maana you. Mungu yeye ni mtakatifu mno. God, He is holy. Napenda sana kutoa mfano huu. I love to give this example. Utakatifu ni kama sumaku na wembe. Holiness is like a magnet Ya kwamba with a resin. unapokuwa na sumaku, When you have a magnet here, unapoishika and when you are holding it, alafu ukaipitisha juu ya kile kiwembe, and you brought it closer to the resin, ule wembe unashuka ili ukutane na ile sumaku. the resin will be pulled up to this Na ndivyo magnet. ulivyo utakatifu wetu pamoja na Mungu. That's how holiness is to God. Tunapoishi maisha matakatifu, When you live a holy life, ndicho kile alichosema Daudi, that's what David said. ya kwamba ijapo unatembea katika maji mengi, Even though you are crossing many hautagarikishwa. waters, you will be not, you won't be in, you won't die. Kwa nini? Why? Kwa sababu ule utakatifu wako Because your holiness itakuwa na uwezo wa Mungu kushuka pamoja na wewe, to bring Jesus, our God, alafu akushike katika mapito yako, He will hold you, alafu akupiganie ili utoke He ukiwa will salama. fight with you. Kwamba mtu asipokuwa mtakatifu If you don't live a holy life, anasababisha kutokuwa karibu na Mungu. you will live far from Kwa God. hiyo maisha yetu tunayoishi hapa duniani, So as we live, hata kama tunakutana na mambo gani, even we go through stuff, hakikisha unaishi maisha ya kumpendeza Mungu, make sure you live according to maisha ya God's will. ushirika mzuri pamoja na Mungu. In good fellowship. Lakini jambo jingine Second ni thing kulisoma neno la Mungu na kuliishi, is to read the word of God ya and kwamba ili uwe na mawasiliano mazuri na Mungu, to be in good communication ni with God. lazima ulisome neno la You Mungu, need to read the word. ni lazima uliishi neno la You need Mungu. to live according to Biblia the word. inasema ya kwamba The Bible says neno la Kristo nalijae kwa wingi mioyoni mwenu. that you be filled with the word of God. Paulo anawaandikia Wakolosai Paul is writing to ile sura Colossians ya 3 mstari wa 16, chapter 3 verse 16, akiwashawishi Wakolosai encouraging them kwamba katika maisha yenu ya kiroho in their lives neno la Kristo likae kwa wingi sana mioyoni that mwenu, they should be filled with the maana word of God. mnapojawa neno la Mungu Because when they are filled, mtatafakari mambo ya they Mungu, will think about the word. mtatamka mambo ya They will Mungu, speak about the word. mtamwamini They Mungu, will believe. mtajua ahadi zenu za Mungu, They will understand mtasimama the katika They ahadi. will stand Mtu asiyesoma neno la Mungu If they don't read the word, hawezi kujua ahadi za Mungu, they won't understand. hawezi kutembea na They Mungu, won't work with God. hawezi kuwa na shauku ya kumtafuta They Mungu, won't long kwa to sababu search God. hana neno la Mungu ndani For yake. there is no word in it. Lakini asubuhi ya leo Today, ninataka nikushauri I want to ya kwamba encourage jawa neno la Mungu, be filled with the soma neno word. la Mungu, Read. ishi neno la Mungu, Live. tembea katika neno la Mungu, Walk in the utamwona word. Mungu kwenye maisha You yako. see God in it. Haleluya, haleluya, haleluya! Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Haleluya! Amen. Nampenda Yesu sana. I love Jesus. Yesu mahali pengine In another area, anamwambia shetani he does his talk ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, that a man will bali live kila with neno every litokalo kinywani kwa Mungu. with every word. Anapoongea kila neno, anaongelea neno la He Mungu. talks about this. Unapokuwa neno la Mungu, utakuwa na mashaka, You won't have hata that. kama kunakuwa na majaribu, Even if you're going hata to kama struggle, unasema wewe hautatoka katika jambo if they hili, say hata what kama they say, unasema wewe utazama katika jambo hili, If they say you utawaambia watu ya kwamba say, mimi sitazama, I won't kwa see. sababu neno la Mungu litasema Because the word of God Bwana says, atanishika, I will- atanipigania, I will fight. ataniongoza. I will lead. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Twende niwaambie nyinyi mnayesoma, Let me talk to those who study. neno la Mungu ni ufunguo mkubwa sana katika elimu yenu. The word of God is a key. Wanaposema wewe hautafika mbali, When they say you won't reach far, Biblia inasema ya kwamba mtakuwa vichwa wala hamtakuwa the mkia. Bible says you become heads Unapoona and ufahamu tail. wako haufunguki, When you find you unaanza kumwambia hali hii inayonisumbua wakati huu, This situation, ninajua ni adui amefunga I ufahamu know it's wangu. the enemy. Kupitia neno hili Through this ninasimama kinyume Come against na roho iliyofunga ufahamu wangu. spirit
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fungua ufahamu huu. Shetani huna mamlaka. Unapoendelea kusoma, ghafla utashangaa ufahamu wako unafunguka. You will be released. Kwa nini? Kwa sababu umesimama katika neno la Mungu. Why? Because you are standing on the word. Hallelujah. Amen. Ninajua tuna mambo mengi. I know we have many things. Siku hizi kuna jamaa mmoja anaitwa tuko busy. We have busy. Yes, we are busy. Nafahamu. Lakini nataka nikwambie jambo moja. But I want to talk to you. Hebu tenga muda wa kusoma neno la Mungu. Make time to read the word of God. Liishi neno la Mungu. Live according to the Simama word. katika maombi yako kupitia ahadi ya neno la Mungu. Pray according to the word. Nampenda sana Yehoshafati. I love Jehovah. Alipoona jeshi kubwa linakuja katika mlima Seiri, When he saw that big army, amemwambia, wewe Bwana he said, "Oh Lord, uliyetembea na baba zetu pale jangwani you walked with our kwa fathers miaka 40 for 40 years, na hata ukawakabidhi nchi hii. and you gave them Bwana, this wewe promised land. utazama, And you kuna know, jeshi kubwa katika nchi we yetu. have this Bwana, big tujia army katika mlima Seiri. coming to us. Sisi hatuwezi, lakini tunajua kwamba Alone. wewe Bwana unaweza." But we know Kwa that nini? Kwa we can. sababu walilijua neno la Bwana. Because they know the Nami word of nakutia God. moyo mtu wa Mungu. And I want to encourage you. Ishi katika neno la Mungu. Haleluya. Live according Jina to la the Bwana word. Yesu libarikiwe sana. Amen. Utakuwa mshindi na zaidi ya kushinda You become a victor kwenye maisha yako. on your life. Hautatayarika. You won't be ashamed. Japo kuna mambo magumu yatakuja kwako, There's some difficulties kupitia neno la Mungu, But through the hakika word, utakuwa mshindi. you will become a victor. Haleluya. Amen. Binafsi nimemwona Mungu. I have seen God. Mambo mengi yalitokea kwangu. We had some things in our family. Mahali pengine asema roho ya mauti inazunguka kwenye nyumba yangu. Sometimes they said there's a spirit of death in your family. Ambia Bwana, umesema katika neno lako, And we said, God, you said your word, sitakufa bali nitaishi. that I won't die, but I will live. Kupitia neno hili, kila roho ya mauti iliyo katika nyumba hii, According to this word, iwe kwangu au kwa watoto wangu au kwa familia yangu, to anyone in my relative, ninasimama nayo kinyume roho I come hii. against this spirit. Unamuona Mungu kwenye maisha. And we've seen God. Mahali pengine wakati nilipokuwa ninaumwa, At the time when I was sick, walifika baadhi ya madaktari wakasema lazima operation yako itakuwa India. some doctors said I will be operated at India. Nikamwambia, Bwana uliosema ya kwamba wewe ni Jehova Rafa, I said, God, you said ambaye wewe ni mponyaji, you are a healer. uliyemwambia Yeremia ya kwamba kwako hakuna jambo gumu usioliweza. You said to Jeremiah, Ninaamini ya kwamba mkono wako wenye nguvu I know you are upo kwa mighty ajili yangu, utaniponya. upon me. Ninamwona Mungu leo na uwezo wa kusimama And now I am kwa muda standing hata masaa 24, for many iwe kwa hours. kuhubiri au kwa kuhutubia. For preaching. Ipo nguvu ya kutosha katika mwili huu. There's power in Nami my life. nataka nikutie moyo. I want to encourage Ninajua you. kweli unalisoma neno la Mungu. I know you are reading Endelea the word. kusonga mbele kulisoma neno la Continue. Mungu. Endelea kuliishi neno la Mungu. Live according to Utaendelea the word. kumuona Mungu katika wokovu You wako. see God Na in your utakuwa life. mshindi katika maisha yako. And you become a Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Lakini jambo jingine, But the ni other lazima uwe mtu wa ibada. You need to become Ili a worship. uwe na mawasiliano mazuri na Mungu, To be in God. ni lazima communication uwe with mtu wa God. ibada. You need to be a Maisha yako yote unayoishi hapa duniani, As you live here, uwe mtu wa ibada. you need to be a Uwe worshiper. unamwabudu You Mungu, need to worship. uwe unamtukuza You Mungu. need to pray. Ibada ya amali pamoja, When you lazima are tushiriki pamoja, you need to be there. lazima tumwabudu Mungu pamoja. You need to be there. Lakini pia uwe na ibada ya kwako kibinafsi, But also a personal mahali time of popote worship. unapokaa, Wherever you are, mahali popote unapoishi, wherever you live, uwe na muda wa kumwambia Bwana, you set time wewe apart ni Mungu, hakuna and kama say, wewe. Lord, you are my Uwe God. mtu wa kumfanyia Mungu ibada. Become a Katika worshiper. jambo hilo When you do, itakusababisha kuwa karibu na Mungu. you will become closer to God. Utamsogeza sana Mungu kwako. You become very close. Ibrahim katika maisha yake yote Abraham, when he was living, alikuwa mtu wa ibada. he was a worshiper. Anaweza akatembea akaenda mahali, Walking to a place, anatengeneza madhabahu kwa ajili ya kumfanyia ibada Mungu, waiting a place to worship. akimwabudu Mungu mahali pale. Worshiping Mungu God. anashuka katika eneo lile. God will Mungu anasema naye. and speak. Yule Mungu aliyesema nyakati And zile the God who ndiye said that Mungu mwenye uwezo wa kusema na wewe. is ready to speak Pale to you moyo wako today. unapokuwa wazi When you are kwake, ready to hear, moyo wako unapofunuka kwake when you are ready to kwa ajili hear ya kumfanyia ibada, for naye worship, atashuka katikati yako, He will atatembea be with pamoja you, na wewe, walking with you, atasema pamoja na wewe. speaking to Mahali you. pengine anaweza akasema ya kwamba In an area will say, usiogope, niko pamoja na wewe, Don't be afraid. nitakushika, I will be with you. nitakupigania, I will fight for you. nitakuongoza. I will Kwa lead you. nini? Kwa sababu umeruhusu kumfanyia ibada yeye. Why? Haleluya. Because you are a worshiper. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kuna watu wanakosa muda wa kumfanyia Mungu ibada. Some people, they have no time for worship. Anakuwa busy na mambo yake. They are so busy. Ibada yake ni Jumapili. They worship only on Sunday. Hapana. That's wrong. Fanyia ibada Mungu siku zote. Make time for God. Iwe ibada ya pamoja, If
we're here together, iwe ibada ya kifamilia kule if nyumbani, it's there with your family, iwe ibada ya Mungu binafsi. if it's your personal time Uko with kwenye God, gari, if you are in the endelea bus, kuuinua ukuu wa Mungu. continue to praise and worship. Unapoendelea kuinua ukuu wa Mungu, As you do this, unamsogeza Mungu kuwa karibu na wewe. God will come close to you. Utashangaa ghafla Roho Mtakatifu anasema na wewe kuhusu jambo fulani. Find Holy Spirit talking to you. Anaweza akajifunua kwako katika jambo He fulani. will reveal something to Na you. katika jambo hilo utachukua hatua ya mkini kuomba au kufanya chochote kulingana You na can take Mungu a step alivyokueleza. according to what He Lakini says. ukikaa kimya, But if you're ni quiet, vigumu sana kuisikia sauti ya it's Mungu. hard to hear. Tumepoteza sana sauti ya Mungu kwenye maisha We yetu. have lost the Lakini voice of God, tunatamani but we desire Mungu aturudishie tena kuisikia sauti for yake. God to speak to us again. Lakini pia kitu kingine kinachosaidia But also again, what ni kuwa also helps us kuwa mtu wa maombi. is when we pray. Maombi ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Prayers are important. Mungu ametuagiza, Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Jesus talked to his disciples. Unaposoma Luka ile sura ya 18 mstari wa kwanza, When you read nimewapasa from Luke, kumwomba Mungu siku zote wala msikate. chapter 18, verse 1, we need to pray without ceasing. Na pia tunaomba kwa sababu hiyo ndio njia ambayo Mungu ameichagua kufanya mawasiliano na And yeye. also we pray because God decided for us to pray. Ili Mungu ajibu mambo yako, For God to answer your ni prayers, lazima uombe. you need to ask. Lakini tuangalie mambo yanayoharibu mawasiliano na Mungu. But let us look at things that destroy the communication with God. Yako mambo ambayo yanaharibu kabisa mawasiliano yetu kati yetu na Mungu. There are things that destroy communication. Kitu cha kwanza kikubwa ni dhambi. One of it is sin. Kwamba dhambi inaharibu sana mawasiliano na Mungu. Sin destroys communication with Kwa God. sababu tangu mwanzo dhambi ilitutenganisha na Mungu. Because from the beginning, sin was what caused us to be separate from God. Na kwa sababu ilitutenganisha na Mungu, ilimsababisha Mungu kumleta Yesu afe kwa ajili yetu ili tupatanishwe. For this reason, Jesus came so we can be Kwa reconciled hiyo to mpaka leo God. dhambi ni kikwazo kikubwa sana katika maisha yetu ya kiroho yanayoweza kusababisha tusiwe na mawasiliano mazuri na Mungu. Until today, sin separates us from God. Kwa hiyo hakikisha kwenye maisha yako unayoishi, ishi make maisha sure yaliyo mbali na dhambi. You live far from sin. Lakini jambo jingine, kutokutii neno la Mungu na maagizo ya Mungu. But another thing is to live in disobedience to God. Kwamba kutokutii neno la Mungu na maagizo yake ni sehemu kubwa sana inayoweza kutenganisha kati yetu na Mungu. When we live in disobedience, we live a separate life from God. Lakini jambo jingine ni kutokupenda ibada. And another thing is not to worship. Unapoanza kuona ndani yako shauku ya kupenda ibada inaisha, When you see it in your heart, the long for worship is ukae ukijua away. Shetani anataka kuanzisha kitu kingine cha kuharibia mahusiano yako wewe na Mungu. Recognize that is a trick or schemes of the devil. Lakini pia kutokuwa mtu wa maombi. But also not to pray. Usipokuwa mtu wa maombi, ni rahisi sana kupoteza mawasiliano na Mungu. A life that has no prayers is in danger. Lakini pia kutokusamehe, but also unforgiveness. Kunasababisha sana kutokuwa na mawasiliano na Mungu. It also causes us to live far from God. Kwa nini? Kwa sababu moyo wako utakuwa umelishika lile jambo linalokutesa. Because you will be in bitterness. Lakini pia kutokuwa mtu wa toba. But also not to be someone who repents. Ya kwamba unajua kabisa unaishi katika jambo fulani ambalo ni dhambi, lakini hutaki kulitubu. You know you are living in sin but you are not repenting. Usipokuwa na toba, ni rahisi sana kuwa mbali na Mungu. If you don't repent, you will be living far from God. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwenye maisha yetu. May God help us. Maana unaweza kupoteza mawasiliano na Mungu. You can lose communication na with God. unapopoteza mawasiliano na Mungu, And if you lose, utakuwa peke yako katika maisha yako. you'll be living alone. Unaposoma historia, When you read from the inaonyesha taifa la Israeli, you see the ya nation kwamba of Israel. Mungu alichagua taifa la Israeli God chose it tangu mwanzo ili atembee nao. from the beginning. Lakini ikafikia wakati But it reached the time, taifa la Israeli the nation, wakaenda kinyume na Mungu. you are living against Mungu God. aliwaacha. And God left Mungu aliwaacha miaka 400. for 400 years. Alikuwa hana mawasiliano wao. He was not in communication with Kuanzia them. kitabu cha Malaki From book of Malachi kuja pale kwenye kitabu cha Mathayo, up to book of Matthew, kulikuwa na giza kubwa juu ya Israeli. there was no communication Mungu with alikuwa God. hasemi kabisa juu ya Israeli God was tired kwa ajili ya maisha yao. because of their lives. Maana kuna maisha ya sehemu tatu katika taifa la Israeli. There are three phases in Israel's Hatua life. ya kwanza, taifa la Israeli walienda kule utumwani, There is a phase where they were living in lakini slavery, baada ya hapo wakarudi
Kanaani. The first they come to Walipokuwa Kanaani wakachukuliwa mateka kwenda utumwani. And the first they also went. Lakini baada ya kipindi fulani walipoendelea kurudi, Biblia inatuonyesha pia kulikuwa na ukimya hapa katikati. After they were, as they were returning, they were silent. And kwa sababu ya kutokuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Because they had no good fellowship. Leo hii tunaweza tukapoteza ushirika wetu kibinafsi pasipokuwa tayari kuishi na Mungu. You can lose your fellowship with God. Mungu anaweza akapoteza kabisa sauti yake ndani ya maisha yetu. You lose the voice of God. Inaweza tukakaa tusisikie sauti ya Mungu. No longer hearing the voice of God. Lakini Mungu atusaidie. But may God help. Roho Mtakatifu yupo asubuhi ya leo. Holy Spirit is here. Ili kwamba tusaidie tena. To help us. Kuwa na mahusiano mazuri na yeye. To be in good communication. Kutembea pamoja na yeye. To walk with him. Hebu simama pale ulipo. Please stand where you are. Wewe mwenyewe ni shahidi. You are kukosa kwa sababu ya kutokuwa na mahusiano mazuri na yeye. But he missed you because you had not. Tunapomwabudu Mungu kwa ufupi. As we worship God shortly. Tunapoenda kumaliza kumwabudu Mungu. As we finish. Wote tutakwenda mbele za Mungu. All of us will kumwambia Bwana natamani urudishe tena mahusiano na wewe. Praise the worship, please. Come quickly. Hallelujah. I surrender all to you. Everything I give to you. I surrender all to you. Hallelujah. Sing to the Lord. Tell him I surrender to you, Lord. Oh, hallelujah. Everything I give to you. I surrender all to you. Everything I give to you. Mambo ya ibada lakini inaondoka kwangu. Sometimes I want to pray to worship God. Unasema mchungaji, nataka niombe pamoja na wewe. You want me to pray? Njoo niombe pamoja na wewe. Come so that I can pray with you. Nimemwomba Mungu sana kwa ajili ya ujumbe huu. I'll pray God so much Na about this message. Mungu aliuleta kwangu kwa mzigo mkubwa. And God kept the burden in my heart. Nasema mchungaji, nataka niombe pamoja na wewe. If you want me to pray with you, Njoo niombe pamoja na wewe. come forward. So that Lakini pia uko hapa ni mgonjwa, if you are sick, njoo tuombe. come. Yesu yupo ili kuponya. Jesus is here to heal. Lakini pia upo jamani, Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Also, if you don't believe in Christ, Njoo tuombe pia leo upate neema ya wokovu. come so that you can pray together. Ili uwe na mahusiano mazuri na Mungu. So that your relationship with God may be restored. Nyosha mkono tuombe kwa ajili ya watu hawa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus, Asante kwa sababu ya neno lako. thank you for your word. Baba, neno lako ni kweli na hakika. Your word is true. Na umesema utatuponya. And you said you will Neno heal lako us. sasa litimie juu ya mtoto huyu. Let your word Kwa mamlaka ya jina la Yesu. be upon this. Kila udhaifu ulio ndani ya mwili wa mtoto huyu. Take authority against every Ninasimama nao weakness. kinyume kwa mamlaka ya jina la Yesu. I rebuke it in the Katika name of jina la Yesu mwana wa Mungu. Jesus. Mtoto huyu apate uzima ulio kamili. Be healed. Katika jina la Yesu. In the name of Ile uzima sasa. Jesus. Be healed. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Baba, katika jina la Yesu. Father, in the name of Jesus. Nasimama kinyume kabisa na kila udhaifu ulio ndani ya mtoto. I stand against every weakness. Ewe udhaifu, ninakuamuru kwa jina la Yesu, In the name of mwachie mtoto release. wakati napotamka, na si uponyaji kutoka mbinguni ukashuka juu ya mtoto huyu kwa jina la Yesu. Uwe mzima sasa, pokea uzima katika jina la Yesu. Amen. Shida yako ni nini? Unataka nini? Naomba tuombe. Mtoto shauku yake ni kusoma na kuandika. Let us pray for the Baba, katika jina la Yesu, read. ninamfungua mtoto huyu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila kifungo kilichofungwa ufahamu wake
nami ninakifungua sasa wakati unapotamka kwa jina la Yesu. Ewe kifungo kilichofunga mtoto asielewe masomo, kusoma na kuandika, kuanzia sasa kimwachie kwa jina la Yesu. Ufahamu wako ufunguke sasa, ukajue kusoma na kuandika kwa jina la Yesu. Huyu dada anataka kuyakabidhi maisha yake kwa Yesu. This young girl wants to give her life to Jesus. Naomba nisaidie maneno haya. Pray after me. Na unapoomba niangalie mimi. Nimejigundua ya kwamba I've realized I'm a sinner. Bwana Yesu, Lord Jesus, naomba unisamehe dhambi Father, be of all sins. nilizozitenda. Which I've done, Kwa kujua knowing or unknowing. futa jina langu Remove my name from the book of andika jina death langu and write my name uzima. in the book of life. Asante Yesu Thank you, Jesus, kwa kunisamehe. for pardoning. Nakupokea leo I receive you wewe now Bwana to be my na Lord Mwokozi and my Savior kwa maisha yangu. in my life. Ninavunja I break kila maagano every niliyoagana nayo event na Ibilisi. Kuanzia leo ninayavunja kwa jina la Yesu. Mimi ni mali ya Yesu. Naomba tuombe. property of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, Father, in the name of Jesus. neno lako linasema Your word says, mtu mmoja anapotubu duniani, when mbinguni malaika wanashangilia. in heaven, angels Kunakuwa rejoice. na sherehe kubwa kwa ajili ya mtu mmoja anapotubu duniani. Celebration. Binti huyu ameyakabidhi maisha yake kwako, This daughter has nami kama mtumishi wako committed her life. ninasimama kinyume kabisa Servant, na nguvu za adui all the powers of the zinazotaka enemy, au zinazopanga kurudisha nyuma which katika maisha yake ya wokovu, kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, in the name of hizo Jesus, roho zishindwe katika I jina la defeat Yesu. all those spirits. Roho Mtakatifu, Holy Spirit, weka shauku ya kujifunza make her na anxious kukua to read katika maisha yake ya kiroho, katika jina la Yesu. in the name of Jesus. Amen. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtoto huyu. Thank you for this child. Yuko mbele zako tena, e Bwana. He's here again. Mbele zake kuna mitihani, Ahead of him, anatamani Roho Mtakatifu kamsaidia katika mitihani hii. ask you, Nami namkabidhi mikononi mwako. I Ninasimama kinyume na roho za kufeli, send against roho za mfadhaiko katika mtihani, roho za magonjwa, katika jina la Yesu zikapate kushindwa roho hizi. I defeat the Roho Mtakatifu ukamfungue, Holy Spirit. kampe ujasiri na akafanya vizuri kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen. Glory. Baba, katika jina la Yesu Father, in the name of Jesus, nasimama kinyume na maumivu ya kifua I stand against kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. in the name of Ewe maumivu, you pain. wakati unapotamka ninakuamuru, achia, mwachie mtoto. Huna mamlaka kuendelea kuletea mateso kwenye maisha yake, katika jina la Yesu. Namtangazia uzima na uponyaji kutoka mbinguni, ukaleta ndani ya kifua hiki. Kifua hiki kupokea uzima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, uwe mzima sasa. Amen. Baba, katika jina la Yesu, Father, in the name of ninakuadhimisha, ninakubariki, ninakuinua. Asante Bwana kwa ajili ya mama. Alikuja mbele zako vile kwamba wewe ni mponyaji. Nami sawasawa na neno lako umesema tutaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapokea uzima. Kwa jina la Yesu, ewe maumivu ya kichwa, ewe vidonda vya tumbo, wakati unapotamka toka njia, huna mamlaka kuendelea kuleta mateso ndani ya mama. Kwa jina la Yesu, mama uyapokea uzima kamili. Ewe maumivu ya kichwa, ewe vidonda vya kichwa, nyamaza kimya, toweka nje kuanzia sasa. Awe mzima milele. Amen. Baba, katika jina la Yesu,
looking to see a compromise. Yaani ile mimi nilikuwa ni mwana. Kwamba walimu hawatoi mitihani nje ya kujifunza. Roho Mtakatifu ukamkumbusha kijana yule. Katika jina la Yesu nasimama kinyume na roho ya kufeli. Ikashika darasa hili. Tunamtangazia kijana yule ufaulu katika jina la Yesu. Asante Yesu. Kwa sababu kijana yule atakaporudi atasimama na kushuhudia wewe. Atasema ya kwamba Mungu anatenda jambo juu ya maisha yake. Na kushuhudia wewe kwa kutukufu. Maana ni Mungu katika jina la Yesu. Shida yako ni Baba, katika jina la Yesu, tunaiweka safari ya mama huyu anapojiandaa kwenda kazi. Yesu, nakabidhi yote yaliyo mbele yako katika jina la Yesu. Tunasimama kinyume na roho za ajabu, nguvu za kuzimu zishindwe kwa jina la Yesu. Na si neema yako juu ya mama huyu, ukamneemeshe kule anapoenda, ukampe kibali kwa wale wako wanaoendelea. Baba, Yesu akaonekane kupitia mama huyu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ni katika jina